Musa anaenda kuwaoa Israeli. Sema kila mmoja bebe upanga. Uponyaji wenu utategemeana na ushindi ulionao katika kumuua jirani yako. Ukimweza kuua jirani yako, huyo jirani utakayemuua itakuwa ni sacrifice ya kuishi kwako. Maana kutakuwa umemtoa sadaka ya kupata nafasi ya wewe kuishi. Akikuwahi wewe akakuua, maana yake wewe ni kafara yake. Yeye atapata nafasi ya kuishi. Biblia inasema wakauana. Walipouana, hasira ya Mungu ikatulia. Israeli wakafa na magonjwa ya tao. Magonjwa ya tao. Ndio. Maana yake kipindupindu. Ndio. Wakafa na magonjwa ya typhoid. Wakaharibikiwa Israeli. Ndio. Lakini kwa sababu ya watu fulani wanafanya uzinzi. Ndio. Anayefanya uzinzi ndio ni mtu mmoja tu, ila Mungu anapiga taifa zima. Ndio. Huyo mtu amelani taifa zima kwa uzinzi wake. Na ndivyo hata leo kuna watu mnalani familia zote kwa uzinzi wewe. Ingawa wewe unaona unafanya jambo la pekee yako. Ndio. Lakini unatengenezea generation ya kizazi chako lana. Ndio maana mtu mmoja anafanya uzinzi, Mungu akaanza kupiga taifa zima la Israeli. Siku moja mtumishi wa Mungu Joshua akapongoka mbele za Bwana, akaanza kumuomba, tunaomba turehemu kwa dhambi hii. Mungu akamwambia, siwezi kusamehe uovu wa namna hii, heri wote mfe. Basi wakati wako kwenye maombolezo wanahitaji Mungu asamehe. Akatokea mwanaume mmoja, alafu kabeba chombo, kajibebea chombo, bado uzinzi yaachi, anaenda naye. Wakamwacha ingie naye chumbani, akaenda naye chumbani. Alipolala, wakati amelala na yule mwanamke, asema hasira ikainuka kwa jemadari wa jeshi la Joshua, akabeba mkuki, akaingia chumbani walipolala. Biblia inasema akawachoma mkuki, wakafa wote pamoja. Walipokufa, damu ilipomwagika, hasira ya Mungu ilinyamaza. Maana hawa walipokufa ilikuwa ni sadaka ya Israeli kutakasika kwa. Ukiona unafanya uzinzi na kuna laana unaleta kwenye familia, unaona uhakika kuna damu itakuja kumwagika kwa ajili ya kulisafisha familia yako. Kwa sababu jambo lililofanywa kwa sadaka halifunguliwi kwa maneno. Lazima sadaka ipigwe.